Mahakama ya mazingira na ardhi ya Malindi imetupilia mbali rufaa iliyowasilishwa na kampuni ya Amo Power huku ikiunga mkono uamuzi wa mwaka 2019 Baraza la Kitaifa la Mazingira yani NET uliokuwa umebatilisha leseni ya mazingira ya mradi uliotata wa kuzalisha umeme kwa kutumia makaa. Jaji Mwangi Njoroge kadhalika alifuta leseni iliyokuwa imetolewa na mamlaka ya NEMA. Lilis Njeru Mutinda anatuarifu tena kwa kina. Jaji Njoroge aliamua kwamba mchakato wa tathmini ya athari za mazingira EIA ulikuwa na dosari na ulishindwa kutimiza viwango vya kisheria vya ushiriki wa wananchi. The decision and orders of the National Environment Tribunal in its judgment dated delivered at Nairobi on 26th June 2019 in the National Environment Tribunal Appeal number 196 of 2016 is hereby upheld. Mtambo uliopendekezwa wa kuzalisha umeme kwa kutumia makaa ya mawe wa megawati 1050 ambao ulipaswa kujengwa eneo la Kwasasi katika kaunti ya Lamu umekabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa wakazi, mashirika ya kiraia na wanaharakati wa mazingira kwa karibu mwongo mmoja. Vikundi vya mazingira vilipokea uamuzi huo kwa furaha, vikiuita ushindi kwa watu wa Lamu na hatua muhimu katika mapambano ya Kenya ya kupigania haki ya tabia nchi. Kwa hivyo Wakenya wenzangu, tuelewe kuwa katiba imetupatia sisi fursa kubwa ya kuweza kutoa maamuzi katika maendeleo ambayo yanafanywa. Mwanzo hapa Kenya tuko na so many natural resources, iko geothermal, iko na solar, tuko na nafasi ya kutosha baada ya kuleta coal kuchafua mazingira yetu. Lamu iko pristine, hatutaki coal, hatutaki nuclear hapa coast. Uamuzi huo sasa unaweka kielelezo katika utawala wa mazingira na unatarajiwa kuongoza miradi ya siku zijazo ya nishati na maendeleo. Lilis Njeru Mutinda, NTV.